Mtazamaji wangu, rais mstaafu na mzungumzia Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kujipata katika njia panda, njia ambayo mtazamaji wangu mambo yameweza kuchemuka, mambo yameweza kuharibika haswa tunavyozungumza sasa hivi katika taifa letu la Kenya. Na hivyo basi mtazamaji wangu, wale ambao ni viongozi ambao wanaongozwa au viongozi ambao wako chama chake Rais William Samoei Ruto wamekuwa ndio na ambao wamekuwa wa kwanza kuweza kukua, ndio na ambao wananyosha kidole cha lawama kwa aliyekuwa rais wa 4 wa Kenya, rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, kwa kila ambacho aliweza kutekeleza wakati ambapo mamlaka yake au wakati ambapo alikuwa akiweza kuhudumu ndani ya taifa la Kenya kama rais wa 4 wa Kenya. Na hivyo basi mtazamaji wangu, kabla sijaweza kukuelezea mengi zaidi, ningependa niweze kuchukua sekunde moja mbili nikushukuru sana wewe ambao umekuwa ukiweza kunifuatilia tokea tuweze kuanza hadi mahali ambapo tumeweza kufika. Asante sana kwa kuweza kunifanya tumeweza kufika subscriber 30,000. Sisi kama wana familia ya Ghafla News tunasema ni asante sana, manake bila wewe hatungeweza kufika mahali ambapo tumeweza kufika. So kwa hivyo asante sana na Mwenyezi Mungu aweze kubariki popote pale ulipo. Na hivyo basi kama bado hujaweza kuwa mwanafamilia, chukua tu sekunde yako moja kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa mwanafamilia kwa kuweza kujiunga nasi, kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja tafadhali jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi popote pale ulipo. Cha pili, like video hii. Asante sana. Karibu ili kwamba tuweze kuendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo. Mtazamaji, uongozi wa Rais William Samoei Ruto licha ya kuweza kukua unapitia wakati mgumu, wanasiasa wake wameweza kujitokeza na kuweza kuzungumza. Na mmoja wale ambao wameweza kuzungumza mtazamaji wangu ni mbunge Osoro, alafu pia huyu ambaye mtazamaji wangu ni mbunge wa Kimilili ambaye ni Didmas Barasa. Tukiweza kwanza na Osoro, ameweza kuzungumza na kuweza kusema kwamba it was under Uhuru Kenyatta watch that many betting companies were licensed. Unajua mtazamaji wangu, kuna kitu ambacho kimekuwa kiweza kuzidi kuendelea lately ndani ya taifa letu la Kenya, huku kukiweza kuonekana tu kwamba watu wengi wameweza kudidimia, watu wengi wameweza kuzamia ndani ya viwanda vya kuweza kubeti na wakaweza kupoteza mambo mengi sana, na hadi wale ambao pia ni kina mama wameweza kuingia pale, hadi watu wameweza kwanza kupoteza mali zao katika njia ambayo ni ya kutatanisha, njia ambayo haieleweki mtazamaji wangu, katika hizi ambazo ni betting companies. Na hivyo basi sijui wanasema kwamba inafahamika kama aviator au kitu gani. So hawa wanasiasa wameweza kuzungumza na kuweza kulitaja hilo na kumkashifu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kukuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kupatia hii au kuhusika pakubwa sana kuweza tu mtazamaji wangu kuipatia hii ambazo ni betting companies uhuru wa kuweza kuendesha biashara hiyo. Na bwana Didmas Barasa pia aliweza kuzungumza, akaweza kuongezea, akaweza kusema, unajua hii serikali mtazamaji wangu, what you need to know and what you also don't know ni kwamba unapoonekana unairekebisha, unapoonekana ni kwamba wewe ni mtu ambaye unajitokeza ukiwa na maneno fulani ambayo ni tofauti na yale ambayo wanayazungumza, basi kutaweza kukuharibikia. Ukiweza kuonekana ukiwa ni mtu ambaye unazungumza mambo ambayo yanaenda kinyume na serikali ambayo iko madarakani, they might also hata
plan to make sure that they remove you from power. So nimeweza kuona bwana Didmus Barasa ambaye ni mbunge wa Kiminini kuweza kuzungumza. Akaweza kusema I saw Uhuru Kenyatta urging the youth to stand up for their rights by chasing us out of government. Yet he is the same person who once claimed that the youth are thieves and corrupt. For him now to claim that he loves the youths, exactly the kind of hypocrisy that explains why Jesus has not yet returned. So ni bwana Didmus Barasa akiwa ameweza kuzungumza, msemaji wangu, maneno haya. Unajua wakati mwingine ni vizuri kabisa tuweze kurekebishana. Wakati mwingine ni vizuri kabisa, mtazamaji wangu, tuweze kuambizana ukweli ili kwamba tuweze kuelimishana, tuweze kuelewana kidogo. Unajua hapa mimi ningependa tuweze kuzungumza mahali ambapo makosa imeweza kutokea. Na hata ukiweza kujua mahali ambapo makosa imeweza kutokea, you will be shocked. Makosa ambapo pameweza kutokea ni bwana rais mstaafu Kenyatta kuweza kuambia vijana kwamba wasiweze kunyamaza, waweze kuendelea kulilia haki zao na waweze kuendelea kuhakikisha kwamba wanapigania haki zao, wasiweze kuacha waweze kukua na uongozi mbaya na kisha baadaye waweze kuja kujutia kwa kuweza kulia. Na alikuwa akiweza kuwataka vijana kwamba ni wakati sahihi wao kuweza kuamka chini, wao kuweza kuzungumza. Na tumekuwa tukiweza kuona vijana wengi wamekuwa kiweza kuzungumza, viongozi wengi wamekuwa kiweza kuzungumza, vijana wamekuwa kiweza kufanya maandamano, viongozi wamekuwa kiweza kurali maeneo mbalimbali, wakiweza kufanya mikutano ambayo pia ni ya kuweza kuwataka Wakenya mwaka 2027 waweze kufanya uamuzi ambao ni sahihi. So wakati ambapo nimekuwa nikipitia mtandao wa kijamii, nimepatana na kitu kimoja ambacho mbunge wa Mumias East bwana Peter Salasya aliweza kuzungumza, na nikasema it's good I share with you. Unajua Peter Salasya amekuwa akiweza kuonekana sana akiweza kuikashifu hii serikali ya Rais William Samoei Ruto pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. So Salasya aliweza kusema hivi, nikiweza kumnukuu: even myself I don't know whom I will support for presidency, or if I will be the one for presidential ballot myself, or if I will be running mate of somebody for presidency, or I will be maintaining my seat of Mumias East. But what I know, the Luhya unity is the way to go come 2027. After 20 years of slavery of Raila, since kijana Wamalwa passed away, who for the first time united Luhya community after Masinde Muliro. The first step is to kick Raila out of Luhya politics by denying him, and you see to go ODM from MCA to MP to senator to governor, not because they are bad, but in bad political party with no people interest. Mzamaji wangu, hayo ndio ambayo nimekuandalia siku ya leo. Mengi zaidi nitakuwa nikiweza kuletea muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa kisha kwamba tu unajiunga nasi kwa kuweza kulike video hii na kuweza kunibonyezea alama nyekundu ile andiko subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, and I'll see you guys in our next video.